Asante sana ndugu mtangazaji. Naitwa Jafari Juma Nyaigesha, mjumbe wa kamati tendaji ya taifa na mjumbe wa kamati ya mapokezi ya mkutano huu, nikawa kama mwenyekiti lakini mstahiki wa halmashauri ya manispaa ya Ubungo. Nikiri kabisa kwamba ilikuwa ni furaha kubwa sana baada ya kupokea barua kutoka kwa waziri wa TAMISEMI kwa Mheshimiwa Rais amekubali kwa mgeni rasmi wa mkutano mkuu wa 39 wa ALAT taifa. Ilikuwa ni furaha kubwa kwa madiwani wote nchini, viongozi wote nchini, wakurugenzi, wenye vitu wa halmashauri, yani wote. Kwa kweli ilikuwa ni furaha kubwa sana kwa kweli, na kwa kweli Mheshimiwa Rais ametimiza ahadi yake na amehudhuria mkutano huo, na katika mkutano huo amezungumza mambo ya msingi sana na kisha akatoa maelekezo ambayo tuliyafuata kuanzia jana, tukiongozana mwenyekiti wetu Mheshimiwa Hashim Murshid Ngeze, mwenyekiti wa ALAT taifa, pamoja na katibu wetu mkuu na makamu mwenyekiti. Kwa kweli tulifanya ziara jana, ikiwa ni pamoja na kuziunga mkono juhudi za Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kwenda kuiona SGR ya kutoka Dodoma mpaka Dar es Salaam na kutoka Dar es Salaam na kurudi Dodoma kwa masaa hata matatu hayakufika. Tayari tulikuwa station ya inajulikanayo kama stand ya Magufuli Railway TRC Dar es Salaam SGR. Kwa kweli tuliona ni muujiza, watu hawakuamini, na nataka nikuthibitishe kwamba kitendo kilichofanyika cha kuitembelea SGR kwenda nayo mpaka Dar es Salaam si tu kwa madiwani wa Tanzania bara, mpaka madiwani wote wa Zanzibar. Na tunasema kwa sababu ni wenye vitu wote wa halmashauri pamoja na mamea wa kutoka Tanzania bara na Zanzibar, wote tulikuwa katika hiyo SGR. Na kwa kweli kwa niaba hiyo sisi wenye viti na mamea tulikuwepo kwa maana ya madiwani wote nchini kwa niaba yao, na hivyo tuthibitishe kwamba madiwani wote wameshiriki. Lakini kubwa kabisa, sasa hivi nchi imechangamka, mambo yanakwenda, watu madiwani wamechangamka kwa sababu Mheshimiwa Rais alitoa kauli nzuri sana ya kufurahisha na ya kutia moyo. Kwanza alitusifu ALAT kama kamati tendaji ya taifa kwa kazi kubwa ambazo tumefanya. Ameisifu ALAT yote kwa ujumla, amesifu sana, na akashukuru pale ambapo alitupa maelekezo mwaka 2021 tuungane na Tanzania Zanzibar na wenyewe waweze kupata mafunzo, na wakaanzisha zalga ya Zanzibar. Na kwa kuwa naona Zanzibar nako sasa kuna kwenda vizuri, madiwani wamechangamka na mambo yako sawa sawa. Kwa maana kwenda vizuri, kwa maana kuchangamkia miradi ya maendeleo wanasimamia kwa ari kubwa sana, kama ambavyo naona Tanzania bara tunasimamia. Tulikuwa na mstahiki meya wa manispaa ya Zanzibar ambaye ni mwenyekiti wa zalga Zanzibar, Mheshimiwa Mahmud Mohamed, ambaye kwa kweli tumefurahi sana kuwa naye katika ujio huo. Lakini niseme kabisa, baada ya kutoka kule SGR tuliweza kutembelea barabara ile inaitwa Ring Road, barabara ya Pete ambayo inakuja kuwa mkombozi wa foleni zilizoko katika jiji la Dodoma. Tulivyotoka hapo tukaelekea mji wa serikali, mji mzuri, umejengwa vizuri, majengo mazuri ya wizara zote za serikali zitakuwa pale. Kwa kweli ukitazama unaona kazi kubwa imefanyika na Daktari Samia Suluhu Hassan. Tukatoka hapo tukaelekea kwenye uwanja wa ndege wa kimataifa wa Msarato. Pale tutaona maajabu ya Mungu, na hapo ndio tunasema Mwenyezi Mungu amjalie afya njema rais wetu Daktari Samia Suluhu Hassan. Pale ndio unapoona kazi iliyofanyika kwenye uwanja wa Msarato na kazi inaenda kufanyika. Eneo ni kubwa, miundombinu ni mizuri, inapendeza, na lile jengo likikamilika, umesikia lina ghorofa 3, lina uwezo wa kuhudumia watu 1000 kwa mara moja. Ni jambo la kufurahisha sana katika eneo hilo. Lakini jengo hilo lina uwezo wa kuhudumia viongozi wa aina mbalimbali hapo hapo katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Msarato. Tumeona juhudi ambazo mafundi wetu wanafanya, mainjinia pamoja na Wachina, lakini tukawapa jambo kwamba wasome jinsi kazi inafanyika, ili hata ambapo inatokea tuweze kujenga uwanja mwingine, basi waweze kujenga wao bila
kutafuta wakandarasi wa kutoka nje. Kwa hiyo ndugu waandishi wa habari, niseme kabisa mwaka 2025 sisi wa Tanzania hatuna kingine cha kumlipa wana CCM wote, vyama vyote vya upinzani, sio vyama gani vya siasa, wote tuunge mkono Dudi kwa kumpa maua yake Daktari Samia Suluhu Hassan 27 mwezi wa 10 kuhakikisha ndiye rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ameyafanya mambo makubwa sana katika kipindi kifupi, na amekuwa kwa kweli katika watu waadilifu, ni mwadilifu mkubwa sana na muaminifu. Hakuna mradi alioanzisha na mwenzake ambaye ametangulia mbele haki, Daktari Joseph Magufuli ameuacha mradi huo. Mfano daraja ya Kigongo Busisi, mmeona jinsi inavyoendelea, karibu tafunguliwa. Mfano ya SGR pamoja na ya Dodoma, lakini ameongeza kutoka kwenda Mwanza, kwenda Kigoma na maeneo mengine, ni mama Daktari Samia Suluhu Hassan. Ukitazama kabisa bwawa la Julius Nyerere liko pale, sasa hivi inatema umeme nchi nzima. Ukitazama mpaka vijijini, sasa hivi hakuna vijana wanatazama kama zamani kukimbilia mjini. Vijana wote wameanzisha miradi yao, miradi ya uchomeaji, miradi ya aluminium. Ukifika vijijini, shughuli zinaendelea kama kawaida. Kwa kweli mama huyu hakuna aliposema sitaweza kwa sababu alianzisha huyu mwenzangu lakini sasa mimi nimeelemewa. Hapana, amesimama imara. Na ndio maana tunasema amepata washauri wazuri, na kisha tunasema na Watanzania tulipe kodi, kwa sababu miradi yote inajengwa kwa fedha za serikali. Na mtu yote anayekwenda kuchezea mapato ya serikali tusimuone aibu, ashughulikiwe kwa taratibu zote za kisheria. Ndugu zangu wote, tumeona jinsi kazi inavyokwenda. Mliona Waziri Mchengerwa amesisitiza kwanza kabisa wakati akiufunga mkutano huo, amesisitiza maelekezo yote yatolewa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania yote yasimamiwe, yaratibiwe, na iwe ndio dira ya kamati tendaji alati taifa au ya alati taifa, kuwa ndio mwongozo wa maelekezo aliyoyatoa. Na tumeanza kwa kufanya hiyo ziara, lakini pia aliyotoa Mheshimiwa Mchengerwa, usimamizi wa mapato katika miradi ya maendeleo, ubadhirifu upigwe vita kwa nguvu zote na miradi yote isimamiwe. Na akasema halmashauri zina uwezo wa kujitegemea. Akatoa mfano halmashauri ya Ludewa, akatoa mfano halmashauri ya Tanganyika. Kwa kweli na halmashauri nyingine ziende zikajifunze katika maeneo yale miradi wanayofanya. Katoa mfano halmashauri ya Kwimba katika usimamizi na manunuzi, akaelekeza hivyo. Kwa hiyo utakuja ukuta halmashauri zinaweza kujitegemea. Kutegemea kwa maana kwamba hata kama serikali kuu itatoa ruzuku, lakini bado zinaweza, kwa mfano hapa walimu, halmashauri zikifanya vizuri zinaweza kuajiri hata walimu, zinaweza kuajiri watumishi wakafanya kazi na watoto wakapata ufaulu mzuri sana. Kwa hiyo tuseme kabisa zile halmashauri zilizotolewa, halmashauri 4, halmashauri nyingine zote sasa alati itaziongoza kwenda kujifunza katika maeneo yao ili yaweze kuleta tija katika halmashauri zao na tuweze kuwa ni ukombozi kwa wananchi wetu wa Tanzania. Hiyo ni miaka 4 pekee ya Dr. Samia. Naam. Samia angekuwa na miaka 10 ingekuwaje? Niseme kabisa, yani ndio maana tunasema Daktari Samia Suluhu Hassan, na sio miaka 4. Miaka 4 haijatimia, ni miaka 3 tu. Sasa tukimkabidhi hii dhima ya miaka mingine 5, na wathibitishia wa Tanzania, Tanzania inakwenda kubadilika, ndio itakuja kuitwa New York City au utakuja kuta inaitwa Beijing au Shanghai, China huko. Kwa sababu hata wenzetu walikuwa hivyo, lakini kwa kweli Daktari Samia anakwenda kuibadilisha nchi ya Tanzania.